Dünyada insansız hava araçları denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Muharebe meydanlarında kendilerini ispatlayan SİHA'larımızın savaş doktrinlerini yeniden yazan kabiliyetini artık tüm dünya kabul ediyor. Tangu mwanzoni mwa miaka ya 2010, nchi moja imebadilisha kimya kimya uwanja wa vita kutoka angani kwa kutumia ndege zake zisizo na rubani, Uturuki. Hapo awali zilipuuzwa kama zana zenye uwezo mdogo za kieneo. Sasa zinabadilisha jinsi vita vinavyopiganwa katika mabara yote. Ndege zisizo na rubani za Uturuki zilipataje umaarufu wa kimataifa? Mpango wa ndege zisizo na rubani Uturuki ulitokana na vikwazo vilivyowekewa dhidi ya uagizaji wa silaha za kigeni na hitaji la uwezo huru wa kijeshi ili kuzuia makundi ya kigaidi kama PKK na Daesh. Ikiwa imezungukwa na majirani wasio na utulivu katika mipaka yake ya kusini na mashariki, nchi hiyo mwanachama wa NATO ilianza kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa sekta ya ulinzi tangu mwanzoni mwa miaka 2000. Hep arazideydik. Sırt sırta vererek Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, güvenlik güçlerimizle en ufağından başlayarak 20 senede bu platformlar gelişti, dünyaya damgasını vurdu. Terörle mücadelede ülkemizin başına büyük bela olan bir probleme bir anlamda o problemin belini kırdı. Ndege zisizo na rubani za Uturuki zilithibitisha kwa mara ya kwanza ufanisi wake nchini Syria wakati Uturuki ilipopata mafanikio ya awali katika operesheni zake za kupambana na kundi saidizi ya PKK na Daesh. Wakati huo, ndege zisizo na rubani zilitumika kwa ajili ya ujasusi, uchunguzi na mashambulizi dhidi ya makundi ya kigaidi. Operesheni hizi zilionyesha faida kuu ya ndege zisizo na rubani za Uturuki. Ziliweza kukaa angani kwa saa nyingi, kutambua shabaha kwa haraka na kuleta uharibifu mdogo wa ziada. Nchini Syria, ndege zisizo na rubani za Uturuki zilichangia pakubwa katika kuharibu mitandao ya ugaidi na kuvuruga vitisho vya mipakani. Lakini ilikuwa nchini Libya ambapo jumuiya ya kijeshi ya kimataifa ilitambua kweli uwezo wa ndege zisizo na rubani za Uturuki. Zikisaidia vikosi vinavyoshirikiana na serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, ndege zisizo na rubani za Uturuki zilitumika dhidi ya vikosi vinavyopingana mashariki ya Libya. Lengo ilikuwa kurejesha utulivu nchini. Kufikia katikati ya mwaka 2020, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalikuwa yamesaidia kusimamisha kusonga mbele kwa mashariki mwa Tripoli na hivyo kurudisha nyuma kasi ya vita. Mwaka 2020, wakati wa mzozo wa wiki 6 kati ya Azerbaijan na Armenia kuhusu eneo la Karabakh ambalo lilikuwa limekaliwa kwa miaka mingi, vikosi vya Azerbaijan vilitumia ndege zisizo na rubani za Bayraktar TB2 kulenga magari ya kivita ya Armenia, mizinga na vituo vya kutoa amri. Hatimaye vilisababisha ushindi na ukombozi wa Karabakh baada ya karibu miongo mitatu. Picha za mapigano zilizotolewa wakati wa vita zilisambaa duniani kote, zikitoa ufahamu usio wa kawaida kuhusu jinsi ndege zisizo na rubani zingeweza kubomoa vikosi vya kawaida vya ardhini. Ilikuwa wakati wa vita vya Urusi na Ukraine mwaka 2022 ambapo ndege zisizo na rubani za Uturuki ziliingia katika uangalizi wa kimataifa. Vikosi vya Ukraine vilitumia kushambulia misafara ya Urusi, mifumo ya ulinzi wa anga na vituo vya kutoa amri. Mafanikio ya ndege hizi yalipata kujulikana kimataifa na hivyo kuongezeka kwa uelewa wa kimataifa. Turkish drone manufacturer Baykar that supplies Ukraine. TB2 has proven itself to be an effective combat drone. So effective that Ukrainian forces are singing its praises, literally. Bayraktar. Bayraktar. Huu ndio wakati ndege zisizo na rubani za Uturuki zilipojulikana zaidi katika duru za kijeshi. Matumizi ya ndege zisizo na rubani za Uturuki sio katika vita pekee. Mnamo Mei mwaka 2024, ndege ya Akinji ilitumiwa kusaidia kupata eneo la ajali ya rais wa Iran aliyefariki Ibrahim Raisi katika eneo la milimani. Ikiwa na uwezo wa kuona usiku na vitambuzi vya hali ya juu, ilisaidia kutambua mabaki katika hali ngumu ya hewa, ikiangazia jukumu la ndege zisizo na rubani za Uturuki katika shughuli za utafutaji na uokoaji.
Kote barani Afrika, ndege zisizo na rubani za Uturuki zimetumika zaidi tangu mwanzoni mwa miaka ya 2020. Nchini Ethiopia zilipelekwa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza mwaka 2021, huku serikali ikijaribu kukabiliana na makundi kama vile TPLF na OLA yanayotishia udhibiti wa serikali. Nchini Sudan, huku vita vikizuka mwaka 2023, vimeripotiwa kutumika dhidi ya vikosi vya RSF, huku mapigano yakienea kote nchini. Nchini Somalia, ndege zisizo na rubani za Akinji zilizotengenezwa Uturuki zimetumika dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab, huku operesheni kubwa zikifanywa katika miezi ya hivi karibuni. Kote Sahel, nchi kama vile Mali, Niger na Burkina Faso ambazo zimechukua hatua ya kuwafukuza wakoloni wa zamani Ufaransa, zimegeukia bidhaa za ulinzi za Uturuki, hasa ndege zisizo na rubani katika mapambano yao dhidi ya makundi ya kujitenga na ya kigaidi. Mafanikio ya ndege zisizo na rubani za Uturuki yamesaidia Ankara kwa kiasi kikubwa kuwa muuzaji nje wa 4 wa silaha kwa wingi barani humo. Nous sommes ici en Turquie parce que c'est la Turquie qui nous intéresse. La France, ça vous intéresse plus? Oh, là, pas du tout. Kufikia katikati ya miaka ya 2020, ndege zisizo na rubani za Uturuki zimekuwa zikitafutwa sana, ikiwa ni pamoja na wanachama wenzake wa NATO, huku Albania, Croatia, Poland na Romania zote zikinunua ndege zisizo na rubani za Bayraktar. Ni sehemu muhimu ya mauzo ya nje ya ulinzi na anga za juu ya Uturuki, ambayo yaliongezeka hadi zaidi ya dola bilioni 10 mwaka 2025. Wachambuzi wanasema kuna sababu 3 kuu kwa nini ndege zisizo na rubani za Uturuki zinashinda: ufanisi wa gharama, urahisi wa uendeshaji na uzoefu mkubwa katika uwanja wa vita tangu mwaka 2016. Ndege hizi zisizo na rubani si silaha tu tena, bali pia ni ishara za jinsi teknolojia, mkakati na siasa za jiografia sasa zinavyoingiliana kwenye uwanja wa vita, na matokeo ya zaidi ya miongo miwili ya kazi ngumu kama sehemu ya maono ya Uturuki. Ushawishi wao bado unaendelea.